Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, karibuni tena katika mjadala huu wa lesoni, na katika siku ya leo basi tutajadili lesoni yetu hii ya vijana inayotambulika kama Bobea Andikoni, ambapo tutapitia masomo kadhaa. Sasa hii somo la 12 kwa ajili ya kujifunza na kuweza kujielimisha zaidi. Lakini katika siku hii ya leo pia katika kujadili mjadala huu wa lesoni hii ya vijana, basi tumeambatana na miongoni mwa walimu wa lesoni ya vijana katika kanisa la Kaanani, lesoni za vijana Kaanani, ambapo tunaye kaka Ngolo Mabula pamoja nasi leo katika mjadala huu, lakini vile vile tunaye dada Rose Charles ambaye pia atajumuika nasi katika lesoni hii ya leo kwa kutafakari na kutatua mambo mbalimbali. Lakini bila kusahau zaidi ya yote kwamba tumepata uwezeshwaji mzuri kutoka kwa kaka yetu Amos John ambaye pia yupo nasi katika namna ya kipekee zaidi katika somo hili leo. Basi kwa kuanza tungepata kupata ombi kutoka kwa dada Rose. Karibu. Tuombe. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu. Tunakuja mbele zako tukisifu jina lako kwa ukuu wako kutendea katika ulinzi wa siku ya leo. Baba, tunakuja mbele zako kwa ajili ya kujifunza ukuu kupitia lesoni hii ya Bobea Andikoni. Tunakuomba Roho Mtakatifu akapate kutufundisha na kutuhekimisha. Usiseme yaliyo ya kwetu bali tukaseme yaliyo ya kwako kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, binti zako watakaposikia maneno haya Bwana, wakapate kuona ukuu katika lesoni hii, mfalme wa amani. Na kila mmoja anayesikia akapata kupata badiliko la moyoni na akapata kufuata wewe, maana ni njia na kweli. Tunajikabidhi mikononi mwako, utuongoze vyema na katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Naam, basi katika lesoni hii ya leo katika hili somo la 12 ambalo linasema dini za ushirikina za mwisho wa dunia. Unaposikia neno dini za ushirikina za mwisho wa dunia, unaweza kupata maswali mbalimbali. Hizi dini za ushirikina ni kitu gani? Na kwa nini ni za mwisho wa dunia? Lakini kuna mambo mengi unaweza kujifunza katika lesoni hii ya leo. Na kama umepitia vizuri ukiangalia hii somo la 12 linaposema masuala ya dini za kishirikina, natupeleka mbali kidogo, tunajikumbusha katika kipindi cha nyuma kidogo, kipindi cha kama mwaka 1997 hivi, tunakumbuka tunaona kama mtu mmoja hapa, baadhi kuna sehemu mbalimbali watu walikuwa naamini katika masuala Heaven Gate, ambapo ilitokea tukio moja la kushangaza ambapo zaidi ya watu karibia 39 hivi miili yao ilikuwa imekufa, lakini wamevalia katika mavazi yanayofanana. Na hii ikimaanisha kwamba walikuwa wanatarajia kwamba kufa kwao kunaweza kupelekea wao kwenda katika chombo kimoja cha mbali hivi ambacho kinafuatilia vimondo mbalimbali angani. Lakini vimondo hivyo mbalimbali angani, kama tunavyojua masuala ya viumbe ambavyo viishi duniani, tunazungumzia masuala alien. Lakini turudi sasa hapa katika somo tunavyosema dini za ushirikina. Dini za ushirikina hatumaanishi kama watu wengine wanaofikiria kwamba labda inawezekana zile dini ambazo zinahusisha masuala ya asili. Ni kweli dini za ushirikina, ukisema dini za kishirikina mtu yote atakuelewa masuala ya asili, kafara, mambo ya kutisha, alama za ajabu na mambo mbalimbali ambayo yanakuwa na mambo ya mbalimbali hivi ya kutisha ambayo yanakuwa hayapendezi kuona kwa macho, yakitokea unaweza kukimbia kabisa. Lakini ndio dini hizi za ushirikina. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kanisa pia la Adventista wa Sabato hapo mwanzoni au kanisa la awali pia liliwahi kuitwa kanisa la ushirikina. Yaani lilishawahi kuitwa kanisa la ushirikina. Ni jambo ambalo linaweza kashangaza kidogo, lakini nikutoe hofu ya kwamba yote haya tutajadili vizuri katika lesoni yetu hii ya leo. Basi kwa kuanza, labda nimkabishe dada Rose hapa. Hivi niambie kuhusu yeye mashambulizi ya awali ambayo yalipata kanisa la awali. Mashambulizi dhidi ya dini ya ushirikina. Kwa nini walisema kanisa awali lilikuwa linahusisha na masuala ya dini za ushirikina? Tunaona katika lesoni yetu katika utangulizi, tunaona mamlaka ya Kirumi zilitazama desturi kwa kutilia mashaka zile desturi za kanisa la awali, jinsi ambavyo walikuwa wanashiriki kwa pamoja. Ndio maana ukija katika Matendo 2:42 mpaka 47 tunaona watu walikaa kwa pamoja, walikula kwa pamoja, wakitembeleana. Kwa hiyo pia kingine kilikuwa ambacho kinatatanisha mamlaka ya Kirumi, waliona hawa watu wanakataa kuabudu miungu yao. Kwa hiyo ni cha kufanya ni kuwashutumu kwamba wanaita dini ya kishirikina kutokana na umoja wao jinsi walivyokuwa wanaufanya. Mbali na umoja wao, lakini pia walikuwa wanafanya vitu kwa shirika. Na wakiacha mambo yao yote wakafanya vitu kwa shirika. Lakini zaidi moja ambalo mimi linanishangaza ni kutokana na ile Luka 22:19 na 20 kwamba wakila kwa ishara mwili na damu ya Kristo. Wale watu wakahisi kwa mamlaka Kirumi wakahisi kwamba wanachukua ni nyama za watu kula. Kumbe ilikuwa ni ishara, na maandiko yalionyesha kwamba walikuwa wanakula wakishiriki meza ya Bwana kwa pamoja,
wakila mwili na damu ya Kristo kwa kielelezo, lakini sio kula nyama za watu. Yani hapo kumbe umenifungua kitu kimoja kwamba kumbe kwa kukataa kufuata zile sheria na dini za Kirumi basi kunapelekea wao kutambulika kama dini za kishirikina. Ni kweli kwamba kuna muda katika jamii tunazoishi pale tunapokataa kufanya mambo fulani basi tunaonekana sisi ni watu tofauti. Labda nikurudishe vizuri, labda wengine wanakuwa mtazamaji unakuwa hujapata vizuri kunielewa, lakini somo letu limejikita katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wa 42 mpaka mstari wa 47, zikielezea namna ambavyo watu au kanisa la Mungu linatakiwa kupaswa kuwa. Labda tu kwa faida ya wote kwa pamoja, basi nitawasomea kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 hadi 47. Inasema, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja, na kwa kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amina. Na kwa kufuata huu mwongozo wa mafungu haya na kuunganisha na dada Rose alivyosema, ni kweli kabisa kwamba mfumo ambao ulijengwa kanisa la awali ilikuwa ni mfumo wa kuishi katika maisha ya kushirikiana kwa pamoja. Na namna kushirikiana kwa pamoja ni kama ilivyoelezwa hapa. Kama tunakumbuka vizuri kuhusu Yesu Kristo, kati akiwa anataka kuondoka kwenda juu, aliwaambia wanafunzi wake kwamba alifanya ishara ya Pasaka pamoja na wanafunzi wake, ambapo alisema kwamba huu mkate akiumega ikimaanisha kwamba ni mwili wa nani? Wa Kristo. Mwili wa Kristo. Na divai ile ikimaanisha kwamba ni damu ya nani? Damu ya Kristo. Na kwa kufanya vile tunafungamanisha pamoja na nani? Na Kristo. Na Kristo. Kwa hiyo ilikuwa sio jambo la ajabu wala sio ishara za dini za kishirikina, bali ilikuwa ni ishara za upatanisho pamoja na nani? Pamoja na Kristo. Pamoja na Kristo. Basi hapo, je, una lingine lolote hapo dada Rose katika masuala hapo ya utangulizi? Kuna utangulizi sina, lakini tunapoendelea tutaangalia kwa kina tabia za dini za kishirikina, ndipo tutajua kanisa la kweli ni lipi na dini ya kishirikina ni ipi. Amina. Na unaposhambuliwa sana, ndugu mpendwa, usiogope. Ukisoma kitabu kile cha Petro wa kwanza 3:15 anakuambia mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu kwa nini? Aulizaye habari ya tumaini iliyo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Kwa upole na kwa hofu. Ndivyo kanisa hili lilivyokuwa, lakini pia ndivyo ambavyo sisi pia tunapaswa kuwa katika kanisa hili la leo. Labda nipende kuuliza swali. Hivi Waadventista wa Sabato inawezekana kama kanisa la ikawa ni moja wapo ya madhehebu basi ya dini za kishirikina kwa kipindi hiki? Unajua, ukiacha kanisa la awali, turudi hadi kanisa la Sabato. Kanisa la Sabato inaonekana ni kanisa ambalo limejitenga kidogo, lakini inaonekana kanisa ambalo linafuata misingi yake binafsi, likijiepusha na kufuata masuala ya kiserikali. Na unajua kitu chochote ambacho kinakimbia serikali kwa muono wa watu wengine ni vitu vya kutisha. Sasa vipi tunasemaje kama kanisa la Sabato linaendana vipi au linajitenga vipi na masuala madhehebu ya dini za kishirikina? Kitu kingine zaidi ya kuelezea katika hii sehemu kuhusu mashambulizi haya dhidi ya dini ya awali na Waadventista wa Sabato, tunaona kwamba kuna masuala ya unyonyaji wa kifedha na kihisia. Ni jambo ambalo linapenda kutokea sana katika madhehebu mengine ya kishirikina. Kama kuangalia vizuri kwa kupata hizi tamaduni nyingine za kishirikina, wakilazimisha sana watu kutoa kafara au kutoa zile sadaka za fedha kwa ajili ya kujinufaisha. Lakini ukiangalia kanisa la awali au kanisa la Waadventista wa Sabato, hayo mambo yamejitenga kidogo, kwa sababu kuanzia njia zake zilizokuwa zimekaa, namna ambavyo taratibu zake zimekaa ni za wazi ambazo kila mtu anaweza kaona na kuweza kutambua kwamba okay, kweli kanisa limeweza kujiweka vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba Kristo pia hakuwa mtu wa namna ya kujitenga. Lakini pia jambo zuri na kupendeza kwamba hata Kristo akiwa anafuata na masuala ya kiserikali, alikuwa ni mtu mzuri pia katika ulipaji wa serikali. Tunakumbuka siku moja ya Yesu pia katika akiwa na wanafunzi wake akaelekea katika sehemu fulani, walipata kulipa ushuru pia. Lakini hawakudai fedha kwa watu ambao walikuwa wanafundisha. Walitoa bure kwa kile cha nini? Walichokuwa nacho. Sala mbalimbali pia au kaangalia vile vile katika mitume wale wengine kama Petro, sehemu ambayo alienda siku moja katika ile sehemu ya sinagogi na kukutana mtu akiwa kilema pale. Walishindwa kuweza kumsaidia njia nyingine, lakini akamsaidia kwa nini? Kwa namna kipekee ambapo waweza kuweza kufanikiwa na kuweza mambo. Lakini hebu tuendelee mbele.
Kuna wakosoaji ambao wapo, tunaweza kusema ni wakosoaji au ni namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato linaonekana. Watu wengi wanaosema kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato limejitenga au wanajiweka au wanajikuza wakionekana kama ni kanisa la masalio. Ni kanisa la masalio au kanisa ambalo lina ukweli peke yake. Sasa hebu tuangalie vizuri. Je, kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato linaonekana kama ni kanisa linalojitenga au likionekana kama ni kanisa la kipekee? Je, wanatakiwa wawe ni watu ambao wana unyenyekevu kutokana na masuala ya uthibitisho kama ni kanisa la kipekee kweli, au wanatakiwa wajivune kwamba wao ni kanisa la mwisho? Hebu leo tuambie kidogo kuhusu hapo. Katika sehemu ya fasiri tumeona kwamba kuna wakosoaji ambao baadhi wanasema kwamba Ellen G. White Waadventista Sabato wanamwamini sana Ellen G. White na pia na kuonekana kwamba ni kanisa la masalio, lakini hii neno masalio utambulisho wake ni alama ya unyenyekevu na sio ya kujisifu wala kujivunia. Kama vile Kristo alivyojinyenyekeza kwa watu wote, nasi sisi ambao tunajiita masalio inabidi tufanyaje? Jinyenyekeze. Lakini katika hapo tunaona kabisa kwamba hatutakiwi sio kwamba tunamwamini Ellen G. White, ila ni anatuongoza baada ya kusoma Biblia. Kitu ambacho tunakiamini ni Biblia yenyewe na maandiko yake matakatifu. Ila Ellen G. White anakuja na mafundisho kwa sababu yeye alivuviwa. Kwa hiyo tunaposoma Biblia ni kitu cha kwanza, lakini Ellen G. White tunamtumia katika kufasiri baadhi ya matukio ambayo yeye alionyeshwa kama nabii. Kwa hiyo katika sehemu ya fasiri hatuwezi kusema kanisa la Waadventista wa Sabato ni madhehebu ya kishirikina, hapana. Ila kutokana na ile kitu tunakitumia sisi, tunatumia Biblia takatifu na maandiko yake. Kitu ambacho kinatutumia Ellen G. White kwa sababu yeye alikuwa amefunuliwa yale ambayo ameyaona, ndio tunayemtumia, lakini kitu ambacho tunakitumia ni Biblia. Kwa hiyo tunatoa shaka wale wakosoaji wanasema kwamba tunamtumia Ellen G. White baada ya Biblia. Tunatumia Biblia wapendwa. Lakini pia masalio utambulisho wake sisi kwetu ni unyenyekevu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapojinyenyekeza kwake ndipo ambako tunaweza kutafsiri tofauti ya dini ya kishirikina na dini ya kweli. Na ndio maana hata katika utoaji wetu tunatoa kwa uhuru. Na ndio maana Yesu alisema unatoa kile ulichobarikiwa. Hakuna anayekushurutisha katika kutoa. Asante. Ni kweli pia katika maandiko mojawapo ya Ellen G. White alisha kusema kwamba Biblia ni Biblia pekee. Ni kwamba Biblia ndiyo kanuni yetu pekee ya nini? Ya kiimani. Lakini pia hata kanisa la Waadventista wa Sabato linazidi kukiri ya kwamba Biblia pekee ndio kanisa, Biblia pekee ndio msingi wa nini? Wa imani, na kwamba hakuna kitu kingine chochote ambacho kinaweza kuwekwa juu ya Biblia au baada ya Biblia katika misingi yetu ya kiimani. Lakini mafundisho haya ambayo tunapokea kutoka kwa Ellen G. White si mbadala wa maandiko matakatifu, bali inachukuliwa kama ni kipawa cha nini? Cha nabii. Tunaona mfano nabii kwa vingi katika Biblia. Kifungua kuna masuala ya talanta mbalimbali ambayo vyote vinatumika katika kujenga nini? Kanisa. Kama wengine anaweza kutafsiri, mwingine anaweza kuelimisha, kufundisha. Vyote hivyo ni moja kati ya msingi au jambo moja la kujenga nini? Kanisa. Labda tu niwaambie wapendwa watazamaji ya kwamba Biblia ni ndiyo kanuni yetu pekee ya msingi wa kiimani. Na kila mtu ambaye anakufuata wewe au kuuliza swali lolote, jambo la kwanza ni muulize au mwambie imeandikwa. Kwa kuandikwa Yesu aweza kushinda majaribu ya shetani. Kwa kuandikwa Yesu aliishi na kuwashinda hata wale makuhani waliokuwa wanataka kufanyaje? Kumnyonga. Lakini kwa sababu ulikuwa ni unabii kwamba inabidi afe msalabani, ilitakiwa afanyaje? Ifiwe hivyo. Lakini labda jambo lingine niwaambie kwamba ingawa kanisa la Waadventista wa Sabato si madhehebu ya kishirikina, baadhi ya makundi au watu binafsi ambao wanaweza kuwa na mamlaka au wanaweza wakadai kuwa na sehemu mojawapo katika kanisa, wanaweza kutumia mamlaka yao vibaya katika kanisa. Na kutumia mamlaka vibaya hivyo mpelekea kuonekana kama kanisa linafanya nini? Vibaya. Lakini ni kwa sababu ya watu nini? Baya. Nakwambia matukio kama haya hayaakisi teolojia rasmi au utawala wa kanisa. Cha kushangaza ni kwamba baadhi ya harakati maarufu za Kristo yenye uongozi wa msonge, uteganyifu wa kifedha na kuabudu viongozi inaweza kufanya zaidi na tafsiri ya madhehebu ya kishirikina. Lakini jambo moja niombe tu kimoja kwamba hakuna madhehebu yaliyo kamilifu. Ni kweli. Hakuna. Hata hivyo Waadventista wa Sabato wanasalia kujitoa na kwa kweli za Biblia inafanyaje? Na kuzidi. Labda niombe tu kimoja, ukifungua Biblia katika kitabu kile cha Misali, utafungua na mimi kitabu kile cha Misali 24. Katika Misali 24 na ule mstari wa 6 nasema, maana kwa mashauri ya akili utafanya vita na kwa wingi wa mashauri huja wokovu. Kwamba
Ukiwa unafanya mashauri mengi kwa akili, yani ukitaka wewe mwenyewe wewe unajiongoza kuliko Biblia kukuongoza, unaweza kujenga vita. Lakini unapoamua sasa kufanya wingo wa ushauri huja, wingo wa ushauri kukaa au Biblia kukuelekezea, basi unapata wokovu wa maisha. Na kwa namna hiyo tunaona ni pekee namna ya ajabu hata manabii wa zamani, kwa mfano kiangalia na Petro, walikuwa nasoma zile magombo ya zamani. Wakiwa wanapata ushuhuda mbalimbali, wanapata maelekezo mbalimbali. Na kupitia hayo ndio tunaona zile barua nyingi za Wakorinto, barua za Wafilipi, ni barua ambazo zilikuja baada ya kusoma, baada ya kupata uelewa, na baada ya kutoa basi tunaona kupata wokovu kwa watu mbalimbali, wokovu kwa mataifa mengine, wokovu kwa watu mbalimbali, uweze kufanikisha kazi ya Mungu kwenda mbele. Lakini hatari ya kutumia mamlaka vibaya ina hatari kubwa sana. Unajua mtu akikwambia utumie mamlaka vibaya, kwa mfano tuseme mimi hapa nipewe uongozi fulani katika kanisa au serikali, alafu nikafanya uongozi huo, nikatumia nafasi hiyo nilopewa katika sehemu yoyote kati ya hapo kwa ajili ya kujifanikisha mimi mwenyewe, maana nimetumia vibaya. Ni kweli. Nimetumia vibaya nini? Uongozi wangu. Lakini hilo jambo ni baya. Biblia haitaki. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo hapa, ukifungua kitabu cha Mathayo ile sura ya 20 hapa, kama nitasoma hili dogo niwaeleweshe watu, kitabu cha Mathayo 20 kuanzia 25 hadi 28 nakwambia, lakini Yesu akawaita akasema, wajua kuwa wakuu wa mataifa utawala kwa nguvu na wakubwa hao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake ile fidia ya nini? Ya wengi. Kwa inamaanisha kwamba ukitaka kuwa kiongozi katika kanisa la kweli au kanisa la Mwenyezi Mungu, ya kupasa kukubali kutumika. Unapopewa mamlaka yoyote, hiyo ni kiongozi wa serikali au kiongozi wa kanisa, inabidi utumike. Tunaposema wewe ni kiongozi au ni mzee wa kanisa, haimaanishi kwamba wewe ndio kiongozi ambao tabaki tu wengine watafanya kazi kwa ajili yako. Hapana. Inamaanisha unatakiwa utumike kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Tumika kwa ajili ya wengine. Tunapotumika kwa ajili ya wengine ndio tunafanya hii injili kusonga mbele na kukua sehemu na kwenda mbali zaidi. Na tunafanya ile ujumbe wa kazi, ujumbe wa malaika nini? Watatu kwenda mbele. Labda niwakaribishe kidogo hapa katika masuala ya namna ya kutumia mamlaka ya binafsi katika masuala haya ya kidini. Labda tuanze na kaka Mabula hapa, tuelezee kidogo kuhusu namna ambavyo ni hatari jinsi gani kutumia mamlaka vibaya. Ni hatari namna gani? Karibu. Asante mwenyekiti, pia hata watazamaji wanaoendelea kutufuatilia kwa wakati huu. Kuna hatari kweli kwa kuchukua uongozi katika sehemu ya tofauti. Madhara ambayo tunaweza tukayapata, mojawapo ni kule kujiinua. Yaani Kristo hachukui nafasi yake ya kuinuliwa kanisani, au Mungu hainuliwi, lakini ni ile mtu anachukua nafasi pekee ya kujiinua yeye, kwamba yeye anaweza kufanya hivi, anaweza kufanya jambo fulani. Lakini pia jambo jingine ni kule kujiona kwamba ufahari ndani ya kanisa, kisa wewe ni kiongozi unaweza ukafanya jambo fulani, kunasababisha kuleta mpasuko kanisa. Kwa hiyo na huo mpasuko unaweza ukagawa makundi mawili tofauti, na hiyo inapelekea leo hii kundi ambalo litaathirika kwenda kuongewa vibaya kanisa. Kuna watu watatoa lawama, watatoa shutuma zao, watatoa maneno ambayo hayana ukweli, lengo na mazumuni ni kuliponda kanisa, lakini ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ni kiongozi asiyefuata maadili na miiko. Mfano tunaweza tukaona hata kwenye Biblia, kuna huyu mfalme Nebukadreza. Alikuwa ni kiongozi, lakini ni kiongozi ambaye kwa kweli hata ufalme wake Mungu mwenyewe tu aliamua amwadhibu, akampeleka kula nyasi kama ng'ombe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaonywa na tunaonyeshwa kielelezo tosha kwamba ni kwa namna gani tusichukue sehemu ya Mungu ndani ya uongozi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anapaswa ainuliwe kwa wakati wake, kwa sababu yeye ndiye mwenye kupewa sifa. Cha kwanza, cha pili, yeye ndiye mmiliki wa vitu vyote, alikadhalika pia na mimi mwenyewe. Kwa hiyo anapotuweka kuwa mawakili katika huu ulimwengu, tunapaswa tutekeleze. Kuna mfalme Rehobotham.
Tunaweza tukaona jinsi gani alivyovuka mipaka. Ibada za kikuhani zilizopaswa zifanywe na makuhani aliziingilia, akiona kwamba makuhani hawapo wamechelewa. Akanyosha mkono yeye mwenyewe kufanya, lakini Mungu alimpiga pale moja kwa moja ukoma mkono wake. Kwa hiyo kwa namna hiyo yalikuwa ni maonyo ambayo kwa kweli Mungu mwenyewe anazidi kuyaongea kwenye Biblia takatifu, akitoa na vielelezo tosha. Kwa hiyo tuwe makini sana. Kwa hiyo pia nitagusa hili swali mojawapo kwamba leo hii kumekuwa na mijadala mikubwa sana. Tunatuhumiwa sisi kama Waadventista mafundisho mabovu tunaingiza kanisani. Mfano Ellen White, mafundisho ya Utatu Mtakatifu. Ellen White tunachukuliwa nadharia kwamba tunamuinua na anachukua nafasi ya Biblia. Lakini yeye mwenyewe huyo anayeongewa hivyo ndiye anayetanguliza kwamba Biblia ndiye msingi mkuu wa nini? Wa imani pekee. Kwa hiyo tunapofanya hivi tunapaswa tuwafundishe kweli zote za Biblia. Amen. Lakini tukizingatia kielelezo cha maisha ya Kristo alivyoishi kwenye ulimwengu. Alijishusha, akajinyenyekeza, akaongea ukweli, akafundisha swala zima la upendo, akaionyesha jamii kwa kugusa kila haja ya mtu moja moja. Hii inakuwa ni tofauti na inaonyesha pia mfano halisi ya kiongozi kanisani. Kama Kristo mwenyewe alivyojishusha, viongozi tunapaswa tujishushe. Amen. Utasoma mahali fulani katika Injili, vitabu vya Injili, kwamba atakayejikweza atafanyaje? Atashushwa. Kwa hiyo tufanye hivyo kwa ajili ya kumuinua Kristo pekee ndani ya kanisa. Asante sana. Asante sana kaka Mabula kwa mchango mzuri. Basi hapo labda tuweze kuangalia shutuma mbalimbali ambazo Yesu anaweza kuzipata kuhusu namna ya madhehebu haya ya kishirikina na jinsi alivyokuwa anakifundisha. Labda kabla siendelea sana, labda Dalozi ongea kidogo hapo. Katika sehemu ya alika mwenyekiti, tunaona kwamba kuna shutuma mbalimbali ambazo Yesu alishutumiwa kipindi kile. Na wengi walimshutumu kwamba kumuona yeye kwamba yeye akipotosha taifa na pia hata kuwataharakisha watu. Kusoma katika Luka 23:2 na ile 3. Lakini pia tunamuona Yesu akishutumiwa kwa kupinga mamlaka ya serikali. Na jambo ambalo si kweli. Lakini pia Yesu alikuja kufanya kazi kwa siri, pia alimshutumu hicho kitu. Lakini tunaona Yesu alifanya kazi katika sehemu ya wazi. Na tunaona hata katika makusanyiko aliweza kuchukua Biblia takatifu na kuisoma mbele ya watu. Na pia kuwaita watu kwa hiari wala sio kwa kuwalazimisha. Na ndio maana anasema kwamba wala kwa siri mimi sikusema neno lolote, kusoma Yohana 18:20. Lakini mbali na Yesu tunaona pia hata mitume walishtumiwa kwa mashtaka mbalimbali. Hata tunamwona Paulo akionekana kwamba wakimwambia kwamba tumemwona mtu huyu mkorofi, mwanzilishi wa fitina katika Wayahudi wote duniani, tena ni kichwa cha madhehebu ya Wanazorayo, ambao kusoma katika Matendo 24:5. Hii inatufundisha nini? Hata leo hii sisi tutashutumiwa kwa mengi. Lakini ni cha kujifunza kama Yesu alivyojibu kwa utulivu, akisisitiza uwazi wake, kwa uadilifu, kwa unyofu na uthabiti wake, lakini pia ni kwa upendo. Hata sisi leo tukishutumiwa kwa neno lolote lile, inabidi tujibu kutokana na maandiko matakatifu yanayosoma katika Biblia, lakini tukijibu kwa utulivu, kwa upole, kwa upendo, lakini kwa kuthibitisha ile kweli ya Yesu Kristo ambayo imeandikwa katika Biblia. Asante. Kwa kweli ni namna ya kujifunza na namna ya kipekee. Natumaini kwamba mtazamaji umejifunza na unazidi kujifunza mambo mengi zaidi katika somo hili leo. Kweli Yesu alishutumiwa sana. Yesu alipata changamoto nyingi katika namna yake ya ufundishaji. Watu wengi kutoka ukweli wake alikuwa anaongea ni ukweli wa moja kwa moja, ambavyo kiliwafanya hata makuhani kuweza kuangalia namna ya kuweza kujisafisha mbele za watumishi au mbele ya waumini wao. Lakini hili jambo lilileta shida kidogo. Baadaye ukweli ni ukweli tu, kubaki kweli. Yesu alikuja, ukweli wake ulisimama, hadi mwisho utakaona kwamba kweli ilitokea fanyaje? Yametokea. Labda niambie kitu kimoja kuhusu hizi jamii za siri. Unajua hizi jamii za siri duniani zimekuwa nyingi. Kila mtu anaongea kuhusu jambo lake. Jamii za siri zimekuwa na mifumo tofauti ya uendeshaji wa kidunia. Wengine wakizituhumu au ukisema hizi jamii za siri zinahusika katika masuala ya utawala moja kwa moja wa serikali nyingi duniani. Lakini hizi jamii za siri ni zipi? Jamii za siri ni zile ambazo tunaweza kuona jamii hizi sasa ni hizi jamii za kishirikina sasa, hizi dini za kishirikina ambazo zimekuwa zikijitenga. Zile namna yake ambayo inajitenga na ile mafundisho yake yanapojitenga mbele za watu wengine kutoonekana,
kuna Frerekana kwa kujenga jamii za nini? Za siri. Unaweza kukuta mtu mmoja hapa ikawa ni msabato. Lakini kwa jamii za siri wewe unajua. Unasemaje? Mwaka wengine hapa kama msabato kumbe ni Freemason. Unajuaje kama ni Freemason? Ni ngumu. Lakini anakwambia hata White mmoja alitoa shuhuda, kipindi mmoja ya NGO alitoa shuhuda kuhusu nguvu kwa jamaa mmoja na Funaeli, kwamba alikuwa ni mmoja kati ya Waadventista msabato, lakini pia alikuwa ni Freemason. Watu wanajiuliza inawezekanaje kwamba mtu anaweza kama Mkristo akawa na chama wa Freemason. Lakini ukiangalia maandiko yanavyosema, unaweza kujifunza kitu kimoja. Anakwambia ikiwa sisi ni Wakristo kweli, tunapaswa tuwe Wakristo kila mahali, na lazima tuchukue kwa uzito na kufuata ushauri uliotolewa ili kufanya Wakristo kulingana na kiwango cha neno la nini? Na Mungu. Jambo moja kuhusu Wakristo, na anafuata nani? Kristo. Ndio. Kama kuna mtu Mkristo anafuata watu wengine zaidi ya Kristo, basi huyo sio Mkristo. Mkristo wa kweli ni yule anayefuata tamaduni, sheria, misingi ya kiimani kwa mujibu wa Biblia na mwongozo wa maisha nini? Ya Yesu Kristo. Na kwa kufuata hivyo na kuliishi neno la Mungu, basi wewe nifanyaje? Ni Mkristo. Labda tu nikunikumbusha kama masuala yale, kusubiri zile sheria za viapo, kwamba wewe kwa nini sasa ulibatizwa? Ulibatizwa kwa viapo vipi sasa? Maana sasa kama una jamii asili, je, kwenye ile viapo vya ubatizo kuna sehemu kuna kiapo cha jamii sasa? Hapana. Basi hilo jambo litakuwa ni jambo ovu, na napende kuwahimiza watazamaji kwamba kama ukiamua kweli kumfuata Kristo, hakikisha kuwa Mkristo. Usijumuishe na jamii nyinginezo. Maisha yetu haya tunapoamua kumkubali Kristo kama mkombozi wetu, tukubali sharti ya kuwa watendakazi pamoja na Mungu, yatupasa kuacha mambo mengine yote na kumfuata Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Na kwa kufuata hayo, hata zile tamaduni nyingine za siri ambazo wanatujihusisha nasi zinaweza kaondoka mdogo mdogo. Kwa kuwa hata Yesu pia alimsema sana kwamba hivi ni vile, hiki ni kile, lakini mwisho wote ukweli ukabaki kuwa wazi. Akabaki ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mkweli. Hata baada ya kufa kwake, unaweza kushangaa namna ambavyo wafuasi wake walikuwa ni wakweli na wawazi, na jinsi upendo wake ulikuwa ni wa ajabu na kushangaza. Lakini hili linatukumbusha nini? Natukumbusha kwamba kanisa hili leo Adventista wa Sabato, haijalishi namna ambavyo tunakuwa katika kanisa au maendeleo ya kanisa yanavyokuwa, tuwe watu waaminifu kwa Mungu hata mwisho. Tunapoamua kumkubali Mungu katika maisha yetu, tunapofuata Biblia kama neno la Mungu au neno kiongozi katika maisha yetu ya kiimani, ndivyo ambavyo Mungu pia utuongoza katika njia mbalimbali za maisha yetu ya kidunia. Tamaduni nyingi za dunia zinaweza kuwa na kasoro mbalimbali. Tamaduni zina kasoro mbalimbali, lakini haitumaanisha kwamba tamaduni zetu hizi zinazoishi, kwa mfano najua hata wewe ulipozaliwa, kila sehemu tulipozaliwa kuna tamaduni mbalimbali ambazo kuna za maisha, ambazo jamii nyingine zinaweza kufanya ikawa na tamaduni mbaya ambazo zikaathiri hata mfumo wa tabia za mtu binafsi. Lakini tunapoamua kumfuata Kristo na kuacha zile mambo yote ya zamani, tunamaanisha kwamba tunaacha kila kitu na kumfuata Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Tunaposema mwokozi, haimaanishi kwamba ni mwokozi kwa upande huu nikigeuka huku nyuma mimi bwana na jamii zangu za sisi naendana, hapana. Ukimaanisha kwamba Kristo ni mwokozi wa maisha yako, maana yake kumkabidhisha maisha yako yote kwa ujumla. Unakabidhisha mizigo yako yote kwa ujumla. Na hii inamaanisha kwamba unajitoa moja kwa moja kwa kazi yake Injili. Na katika maandiko Biblia inakwambia unapojitoa kwake, naye ajitoa nini? Kwako. Unapojitoa kufanya kazi yake, naye hatakuacha. Kwa Kristo yupo pamoja nasi hata mwisho wa nini? Dahari. Labda tunapoendelea hapo, tunapoelekea na karibia na mwisho, nipende tu kuona kwamba watu wengi wanakuwa na changamoto mbalimbali. Hivi ni kweli kwamba watu wa Mungu watapendwa kila muda au watapendwa kila mara? Watapendwa na kuheshimiwa kila wakati? Hebu dada Rose tuambie hapo, kisha kaka Mabula tutamalizia kutuongea kwamba je, ni kweli watu wa Mungu watapendwa na kuheshimiwa kila wakati? Asante mwenyekiti. Kwa kweli hatutarajii na kuona kwamba kila kitu tunachokifanya mtu akikubali. Na ndio maana tunaona mfano wa Yesu. Alikuja kuokoa, lakini wapo ambao walimkataa. Na ndio maana katika lesoni leo tunahimizwa kujitoa kuwa askari
na kuingia katika huduma hii ya kutetea imani kwa kuvumilia majaribu, aibu, dhihaka na kupigana vita vya imani tukimfuata nahodha wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tusije tukategemea kwamba hii safari ya imani itakuwa ni safari ya mteremko. Hapana. Na ndio maana tunaambiwa kila mfuasi wa Kristo tumesimama kwa ahadi ya kutoa nguvu zetu zote, akili, roho na mwili kwake yeye Yesu Kristo ili atuongoze. Asante. Amina. Kweli kabisa. Na ukiangalia Biblia kweli, ukiangalia watu wa Mungu wengi mbalimbali, viongozi, hata mitume, Yesu, wengi wakaribia na tuhuma mbalimbali, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na naona pekee ambavyo walikuwa waweza kuendana na hizo tuhuma waliishi. Nakumbuka kitabu, kama ukikumbuka ile fungu la Petro linatuhisi kwamba tusiwe watu kurupuka kuongea, tuweze kujibu kwa upole na kwa utulivu. Kwa namna kipekee tukiweza kuwa watu namna hiyo, inaanza kubadilisha maisha yetu kwa ujumla. Basi kaka Mabula, hebu hapo karibu. Asante. Pia nipende kuongezea kwenye hii habari ya jamii za siri na namna gani tunapaswa tuishi. Nipende tu kuongea pia, leo hii tumekuwa na mambo mengi sana, yaani shetani amechukua nafasi ya maigizo katika jamii, kwa kufanya maigizo, kumuigiza Yesu Kristo. Anatenda miujiza huko kupitia mawakala wake wa kishetani hao. Mtu anapigwa tu shetani la ugonjwa, lakini kimbilio lake na dhamira shetani anamwelekeza kwenda sehemu fulani, lakini anajikuta anaingia katika haya madhehebu ya kishirikina asipo kufahamu. Lakini tukimtazama Kristo mwenyewe na kuchunguza maandiko, yeye anatusaidia sana na kutuonyesha njia iliyo ya kweli, kwa sababu yeye alisema kwamba njooni nyote nyinyi msumbukao na kulemewa, yeye atatupumzisha, na bado yeye ndio akajitangaza kuwa ndo njia ya kweli ya kwenda kwa nani? Kwa Baba. Lakini leo tukimjua huyu Immanueli ambaye jina tu tosha lina maana ya kwamba ni Mungu pamoja nasi, na leo yupo katika patakatifu akifanya upatanisho wetu baina na Mungu, hatuna haja ya kuangalia huko nje. Hatuna haja ya kutembea labda tukiwa na mawazo kwamba ni wapi tukaangukie. Kwa hiyo nitoe tu wito moja kwa moja kwamba Kristo pekee ndiye njia ya kweli na ndiye mwalimu anayeweza kutufundisha mambo yote ya utauwa. Hakuna popote pale tutaweza kupata. Kwa hiyo tukimwangalia Kristo moja kwa moja tunaona upendo ndani ya nafsi zetu. Kwa hiyo shetani anachukua advantage kubwa katika shida za wanadamu, ili awasaidia waingie, wabadilishe, waone kwamba shetani mwenyewe ndiye anayeweza kumsaidia, pasipo kufahamu kwamba pia katika wito huu wa hii kazi kuna changamoto lazima tuzipitie. Moja, kutengwa na jamii, magumu mengi ya huko kwa watu unapoifikisha Injili lazima yakupate. Tukimwangazia kwa mfano Ayubu anatutia matumaini sana na imani katika maisha yetu. Aliweza pia hata mke wake wa pembeni kabisa kuweza kumwambia kwamba huyo Mungu achana naye. Kwa hiyo Ayubu aliweza kusema kwamba yatupate tu mabaya wakina nani, yatupate mema tu mabaya wakina nani yawapate. Acha Mungu atende kazi katika maisha yako. Asante sana. Na tunapoelekea karibu na mwishoni katika lesoni yetu ya Bobea Ndikoni, tunaona kwamba tunasisitizwa wale ambao tunasimama chini ya bendera ya Yesu Kristo, yule ambaye ni mfalme Immanueli, hatuwezi kuungana na chama chochote cha siri. Kwa maana hiyo yatupasa kuendana na neno la Mungu, kuendana na maandiko matakatifu, kuendana na Biblia ambayo sisi ndio inayotuongoza, na si kuwa changamana na madhehebu au makundi ya siri kama alivyofanya Nathanieli. Lakini tunaona leo hii Nathanieli ameweza kukiri na kusema kwamba nimerudi na kujitoa na kutoka katika ile chama cha kisiri. Kwa hiyo mpendo, katika kutetea imani, dini ya kweli na dini ya kishirikina tumeona ina vipengele kadha wa kadha katika sehemu ya zama. Tukiona matumizi mabaya ya madaraka, tukiona matumizi mabaya ya fedha,
tukiona mbinu za udanganyifu, kutengwa na watu, hayo yote yanayotendeka katika dini fulani basi ni ushirikina. Lakini Yesu amekuja kutoa utengano huo. Yesu amekuja kutoa huo kujikweza na ameweka unyenyekevu. Lakini tunaona Yesu ameleta uhuru kwa kila mtu kumfata yule maandiko matakatifu yanavyosema. Kwa mpenzi mtazamaji, na kusi leo nami pia nikiwa mmoja wapo, tumfuate Yesu Kristo, tufuate maandiko matakatifu. Ndipo penye kweli na ndipo ambako Mungu anatamani tuwepo, ili siku ya mwisho upendo wa Mungu ujidhihirishe kwetu. Asante. Amina. Asante sana walimu wangu kwa michango mizuri sana kuhusu lesoni yetu ya leo. Lakini jambo moja kuhitimisha kuhusu masuala haya ya dini za kishirikina ni kwamba viongozi wengi wa dini za kishirikina hizi au madhehebu haya ya kishirikina hutumia hofu na vitisho sana. Na ili uweze kuona tofauti kubwa iliyopo kati ya dini hizi za kishirikina au madhehebu ya kishirikina na dini ya kweli ni kwamba dini za kishirikina tumia viongozi wanatumia hofu sana, lakini kwa Mungu hapana. Labda kwa kuangalia leo ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili 9:7 anakuambia kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu mpenda yeye atoae kwa moyo ukunjufu. Kwa Mungu wetu Bwana hapendi masuala ya kulazimisha. Hapana. Ile hizi dini za madhehebu ya kishirikina sasa nitaambia leta hiki, ikifika muda fulani fanya hiki, kafara hivi. Hapana. Matishio mbalimbali tutakuwa ukienda kidogo kinyume. Lakini mara ngapi sisi tumeenda kinyume na taratibu za Mungu? Ni mara ngapi tumemkosea Mungu? Lakini hajatuacha. Kila muda Mungu anatusii kupitia viongozi wa dini, kupitia watu mbalimbali, washiriki, kupitia namna zote za kidunia tunazoishi. Mungu bado anatutafuta, hajatuacha. Anatuita tuweze kumrudia yeye. Anatuita tuweze kujitoa kwa ajili yake. Analazimishi. Anataka tujitoe kwa moyo wa ukunjufu. Na kwa namna ya ukunjufu tunapojitoa kwake, ndivyo ambavyo yeye pia anatuingia katika maisha yetu na kutusaidia katika mambo mbalimbali. Lakini zaidi ya yote, ndugu mpendwa, nikiwa tunamalizia ni kwamba nataka nikwambie kwamba Kristo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Amina. Na tunapomkubali Kristo na kumfuata, hakika zile changamoto zote za kidunia ambazo watu wengine hutumiwa kama njia ya kuweza kumwelekea shetani, Mungu anakuambia zilete zote kwake. Yesu anakuambia zilete mizigo yako yote kwangu. Nami nitakufanyaje? Nitakupumzisha. Kwa hiyo tuwe ni watu wa kuamini. Imani yetu izidi kukaa imara kwake. Kwa kuwa aliweza kufa kwa ajili yetu, kafa pale msalabani, kazikwa, akafufuka. Hii ni thibitisho kwamba ameshinda kaburi. Funguo za mauti na kuzimu zote anazo. Tuna watu tunasikia maswala jehanamu, lakini tunaamini ya kwamba kwa kuwa yeye ameshinda, jehanamu kwa kweli tutaisikia tu kwa mbali. Zaidi ya yote ningeweza kushukuru Mungu na kuwashukuru walimu wangu hapa. Nipende kushukuru wapendwa watazamaji pia kwa kuwa nasi mwanzo hata mwisho. Na hapa tumefikia mwisho wa lesson yetu ya leo, ambapo tumekuwa tukijadili somo zuri zaidi ya kwa dini za kishirikina za mwisho wa dunia. Ni kweli katika kipindi cha mwisho tumekuwa na dini nyingi sana, watu wakianzisha madhehebu mengi sana yakiwa na imani na tamaduni za ajabu sana, lakini zaidi ya yote Mungu anatuongoza kwamba tusimame imara katika neno lake. Tukiamini katika Biblia, yote yatakuwa wazi, yote yanawezekana. Neno lake ni kweli na hakika, na zaidi ya yote Mungu atatuwezesha. Basi tufikie hapo, tumefikia mwisho wa lesson hii yetu ya leo. Basi ulikuwa nami mwenyekiti wa leo. Nadhani natambulisha walimu wangu kama nilivyotambulisha pale awali. Alikuwa na mwalimu wangu hapa Rozi, lakini pia alikuwa na mwalimu Ngolo Mabula, lakini mimi pia mwenyekiti wa siku hii ya leo. Basi naitwa Joseph Makubi. Mungu apate kuwa nasi. Basi tupate kuomba. Mwenyezi Mungu, Baba mbingu na nchi, tuseme asante kwa kuwa nasi mwanzo wa somo hili hadi kufikia hapa. Asante kwa kuwa nasi, umetuongoza kupitia maarifa mbalimbali na elimu tofauti tumeweza kupata kupitia somo hili. Kwa kuwa Bwana wewe tuamini kwa kutufanya nasi, Roho Mtakatifu ndani ya mioyoni mwetu tazidi kutuongoza na kutufundisha kila siku. Tunaamini kwamba utatuongoza na kutuelimisha, na katika masomo mengine Baba utatuongoza pia. Tuongoze tunapoelekea katika namna nyingine, majukumu mengine. Tunaomba haya kwa Kristo Yesu. Amina. Amina.